Mimi nadhani sisi hatuko ndani ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro kinyume cha sheria. Tuko kwa mujibu wa sheria iliyoanzisha mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Lakini huduma za kijamii ndani ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro haijaruhusiwa kama ambavyo iliahidiwa na... Je, Sifa alikufa kifo cha kawaida au kinahusiana na ukosoaji huu ambao alikuwa nakosoa? Na kingine nikasema Ngorongoro ndugu zetu wanahamishwa kwa nguvu, ni kwa sababu unatona nyani tu. Na kuhoji kwamba je, wageni wanathamani kwenye nchi kuliko wenyeji? Wageni gani hao? Ni watu gani hao ambao ni mzazi gani akipokea wageni anafukuza watoto? Nikahoji hivyo. Na nikasema tena ni kwamba ni kwa sababu mnatona nyani tu. Na nikasema hivi, na kijana mdogo ameng'oa meno na maskari. Hii ni kwa sababu mnatona nyani tu. Ikiwa taarifa ambayo nilisikia kwa diwani akiwa anaongea na vyombo vingi vya habari vilitangaza. Amesema kwamba walipokuja hao askari wakawakuta watoto wako wengi, ndio jioni mifugo wanarudi kuja nyumbani saa 10. Wakawakimbiza, watoto walipokimbia kutawanyika, wakapiga risasi mbili hewani, alafu yeye akashtuka, hakuweza tena kwenda. Wakakamata wakiwa wawili na mmoja ambaye alipigwa picha. Walipowakamata mmoja akaja akamnyokea, akampiga na kitabu cha kutukia mdomo, akampiga hii sehemu yenye kioo ambayo inaonekana. Alafu akampiga ile picha ambaye yeye hakupigwa, lakini yeye hakupigwa picha, lakini anasema pia wakaua mbwa mmoja. Jana akiwa anaongea na lalamika kwamba kijana mdogo ameng'olewa meno na maskari. Taarifa iko wazi kabisa mtandaoni kwamba kijana mdogo ameng'olewa meno na maskari. Nikasema hii ni kwa sababu mnatuona nyani tu. Tungekuwa ni watu sikachukuliwa hivi. Lakini jengine ni kwamba kuna ushahidi wa uwepo wa historia ya mwanadamu miaka milioni 3 iliyopita. Ushahidi uko pale maeneo ya Odupai, lakini pia Laetoli. Ni eneo muhimu la kuhifadhiwa kwa faida ya taifa letu, lakini pia kwa faida ya dunia. RPC hapa alimkamata, akamweka ndani, akakaa siku 6 karibia 6 peke yake. Na baadaye huyu mtoto alipotoka ndipo alipoanza kuumwa. Kwa muda mrefu aliteseka sana kichwa. Toka alipokamatwa, alivyotoka tu alianza kuumwa hicho kichwa. Je, huyu mtoto alikufa kwa sababu ya kutetea Ngorongoro ambayo leo hii Rais Samia ndo anakuja kuizungumzia hapa kana kwamba kuna amani? Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya pia linamshikilia mwimbaji mmoja wa nyimbo za Injili anaitwa Sifa Bonaventura Bujuni. Huyu ana umri wa miaka 25, ni mkazi wa Isyesye jijini Mbeya, kwa tuhuma za kuimba wimbo wenye maudhui ya uchochezi na kurusha kwenye mitandao ya kijamii. Naposema wimbo wa uchochezi ni kwamba kwanza maudhui yake hayaendani kabisa na taratibu za kutunga nyimbo. Sasa nimejua kumbe ilionekane ni mtu lazima uwakalie watu, na wakilalamika unawafinya kweli. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Bandari ya Talini wananchi tukilia tusikilizwe. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Ngorongoro ndugu zetu wanahamishwa kwa nguvu. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Ina maana wageni wanathamani kwenye nchi kuliko wenyeji. Mnatuona nyani. Na kijana mdogo kang'olewa meno na maskari. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Masai ndugu zetu wamelia kila kilio, lakini hawasikilizwi. Mnatuona nyani. Imefika mahala Tanzania kila anayepinga dhuluma anaitwa mkaidi, anaharibu amani ya nchi, mara mchochezi. Hii ni kwa nini? Mnatuona nyani. Mbarikiwa amelalamika mtoto ameuawa, lakini mmepuza. Mnatuona nyani. Amepiga kelele zilizo na simanzi, mmempa na kesi. Mnatuona nyani. Ushahidi uliotolewa hauendani na kesi. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Pamoja na kulalamika viongozi mko kimya. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Kwa mujibu wa katiba viongozi ni wakilishi wa wananchi, lakini wananchi tunalia kero zetu hazisikilizwi. Jamani, ni kwa nini? Mnatuona nyani. Bidhaa ziko juu, kila kitu kimepanda. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Maisha ni magumu, kodi ziko juu. Ni kwa nini? Mnatuona nyani. Sasa umeme kukatika ni jambo la kawaida. Jamani, kuna nini? Mnatuona nyani. Kazi zinasimama kwa umeme kukatika, mbona ni hasara? Mnatuona nyani tu.
Wananchi tunalia maumivu makali, vilio vyetu hakuna awezaye kusikia. Aliyebaki hapa ni Mungu tu kuokoa jazi letu lisizame. Mtuhumiwa anaendelea kuhojiwa na jeshi la polisi kujua ni kwa nini anatunga nyimbo hizi, nani amemtuma, na je, yeye ni Mtanzania, na kama si Mtanzania basi pia jeshi la uhamiaji litatupa taarifa zake. Kwa hiyo bado tunaendelea kumchunguza, lakini kama ni Mtanzania na anaendelea kufaidi mema yote haya ambayo yanafanyika katika nchi hii kwa sasa chini ya serikali hii ya awamu ya 6, baada ya uchunguzi kwa kweli tutamfikisha mahakamani, kwa sababu anachokifanya huyu mtuhumiwa ni kuleta taharuki katika jeshi. Kwa siku ya leo natamani nizungumze kitu ambacho ni kama kinaweza kikaonekana kama kimepita, lakini bado kinaumiza sana moyo wangu. Wakati nikiwa kizuizini yaliongelewa mengi, na baada ya kutoka nikawa naona moja baada ya lingine, na katika kitu ambacho kimezidi kuumiza moyo wangu nikaona hiki bora nikiseme, hata kama kitazidi kunatalisha, lakini nikiseme kwa sababu kinazidi kuumiza moyo wangu siku hata siku. Hakuna taarifa iliyoniumiza kama taarifa ambayo nisikia RPC akiwa anatangaza kwamba jeshi la polisi limemshikilia binti aliye na umri wa miaka 25, anaitwa Sifa Bonaventure Bujune, mkazi wa Isyesye jijini Mbeya, kwamba ameshikiliwa kwa sababu ya kuimba wimbo ulio na viashiria vya uchochezi. Na kwa sababu hiyo anatakiwa ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya upelelezi, anaendelea kuhojiwa, bado ameshikiliwa, lakini pia lazima achunguzwe kama kweli ni Mtanzania ama sio Mtanzania. Jua kwamba katika wimbo wenyewe sijajua ni kitu gani ambacho nilikichochea, ila mimi nilisoma maandiko katika Isaya sura ya 1 na ule mstari wa 17. Nikisoma maandiko katika Isaya sura ya 1 na ule mstari wa 17, anasema hivi: jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpateni yatima haki yake, mteteni mjane. Maana yake alijua mjane atakuwa hana mtu wa kumsemea. Alijua yatima kwa sababu amefiwa na wazazi wake, hakuna mtu wa kumsemea. Kila mtu anaangalia, anamsemea mimi namjua wapi ndugu yangu, tunajuana wapi nini. Kila mtu atakuwa anashughulika na mambo yake kama ilivyo kwa sasa. Na kusema kumtetea yatima, sio tu yatima ambaye hana wazazi wamekufa, ila hata yule mtu ambaye ana ndugu, ana marafiki, ana jamaa, lakini hawezi kuzungumza kwenye shida. Anapokuwa kwenye shida, wenyewe anasema tunamuombea katika ulimwengu walio na mtuma Mungu akapigane wenyewe, na kati Mungu anawatuma kwamba mteteni anayeonewa, takeni hukumu na haki, mteteni mjane, msaidieni mjane, mpatieni haki yake, mteteni anayeonewa. Wakati huo watu Mungu anawatuma kwamba mteteni, wenyewe anamtuma kwamba Mungu mtetee mtu huyu, mwangalie. Alijua kwamba katika dunia hii watu wanamna hiyo watakuwepo. Basi anaposema mteteni yatima, sio tu yatima aliyefiwa na wazazi ambaye wazazi hawapo, bali hata yule ambaye ana ndugu na marafiki na jamaa, lakini wakati namkuta lolote, ndugu anakuwa amenyamaza na mtuma Mungu, badala wafanye kama Mungu alivyomtuma kwamba wamtetee, wao mtuma Mungu apigane mwenyewe. Kwa kinaonyesha kwamba huyu binti anaimba wimbo ulio na viashiria vya uchochezi. Kwa sababu niliimba nikasema kwamba ili ionekane ni mtu lazima, nikasema sasa nimejua kumbe ili ionekane ni mtu lazima wakalie watu, na wakilalamika unawafinya kweli. Na nikasema hii ni kwa sababu natuona nyani, nikasema kumbe ili ionekane ni mtu lazima wakalie watu. Kwa kuona tu mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa alivyoua mdogo wangu Wokovu, na amemua kabisa, hajafanya chochote, yani hakuna hatua za wazi zilizojitokeza, na viongozi wapo kimya baada ya mtoto kuuawa. Kwa nikasema kwa sababu yeye mwenyewe alikiri kwamba asingefanya, basi asingetosha kwenye kazi aliyokuepo. Ingaje mpaka sasa sijajua ametosha, sijajua huko alikopewa ndo amepandishwa ameshusha, sijajua huko. Sasa ndio maana nisema kumbe ili uonekane ni mtu lazima wakalie watu, lazima uue mtu, lazima umuumize mtu, na akilalamika unamfinya kweli. Baba yake akilalamika unampa kesi, na unampa kesi, na unampa kesi, simu yake unanyang'anya na kumsumbua sana mahakamani na polisi huku na kule kumchukua maelezo mmoja mpaka kazi zinasimama. Kumbe ili uonekane ni mtu lazima wakalie watu. Nilikuwa namaanisha hivyo. Nilikuwa tu namaanisha hivyo kwamba kumbe ili uonekane ni mtu lazima wakalie watu, na akilalamika unawafinya kweli. Hiyo ilikuwa ni nitaeleza tu machache ambayo nimeorodhesha hapa kwa upesi. Na kingine nikasema hivi, bandari iko hatarini, lakini wananchi tukilia, tukipiga kelele, tukilalamika hatusikilizwi. Nikasema ni kwa sababu mnatuona nyani, kwa sababu tunaonekana ni watu.
basi tungesikilizwa kama Watanzania, tungesikilizwa. Hata kama tukiongea tutaitwa ni wahamiaji, sio Watanzania halisi vyovyote vile, lakini wananchi tukipiga kelele kwamba jamani, barani ni shamba la urithi, wasipewe wageni, tunaona tunakiwa ugumu na nini, tusikilize tukipiga kelele. Ndio maana nikasema hii, kwa sababu wanatuona nyani tu. Tungekuwa ni watu, tungesikilizwa kama wananchi, kama Watanzania. Na kitu kingine nikasema hivi, Mbarikiwa amelalamika mtoto wake ameuawa, lakini mmepuza. Amepiga kelele zilizo na simanzi, mmempa na kesi. Ushahidi uliotolewa hauendani na kesi. Ni kwa sababu natuona nyani tu. Pamoja na kulalamika viongozi mko kimya, hii kwa sababu natuona nyani tu. Kwa pamoja, kama angekuwa ni mtu aliyelalamika jamani mtoto wangu ameuawa, asingepewa kesi kwamba amesambaza taarifa za uongo. Hizo taarifa zingechunguzwa kwamba ni za uongo kwa namna gani. Huyu mtu anaongea hivi, anaangaje mtu hivi? Hivi kwa mtu kama ni kichaa je? Unaweza kumsingizia kweli mtu wa usalama wa taifa? Unaweza kumsingizia kweli? Kabisa nitokea from naweza kusema nikugeza mimi mtoto wangu, mwanangu wa pekee. Unaweza kweli? Unaweza? Kwa nikasema kama angekuwa ni mtu au tungekuwa ni watu, tungesikilizwa. Au angesikilizwa mzazi wake, sio angenyang'anywa simu yake asipewe milele. Sio angepewa kesi kama amesambaza taarifa za uongo na msingizia mtu. Na kitu kingine, hiyo nikasema kama ni kwa sababu mnamuona nyani tu. Na kitu kingine, nikasema hivi, umeme unakatika. Sasa umeme ukatika ni kitu cha kawaida. Na ni kweli kila mtu anaona. Ni kitu cha wazi kabisa, umeme unakatika, vitu vinaoza kwenye mafriza. Na hilo mimi naongeza kwa sababu namiga Mabukusi au Mdude au Mwakilima au Mwakipesile Mbarikiwa au Salome Mwampeta au Modesta au Helbert Mnero. Hapana. Naongea kama mwananchi kwa sababu kama Mtanzania naumia. Nimejumua sausage za kutosha nimejaza kwenye freezer ili nisiwe na ruti nyingi za kwenda kujumua mzigo. Nafika umeme umekatika siku nzima, kila siku umeme unakatika. Au muda mrefu umeme unakuwa haupo. Zile sausage zimeoza. Ninaongea kwanza, naongea nikiwa na nafasi. Naongea kama mwananchi kwamba jamani, kazi zinasimama kwa umeme kukatika. Na pia nikaongea, hiyo naongea pia kama mtu wa Mungu kwa sababu siishi mbinguni, naishi duniani. Tunashinda kufanya ibada kwa sababu umeme umekatika. Tunaumia kama mtu wa Mungu. Biblia imesema mteteni anayeonewa, teteni wanaonewa. Na mimi mwenyewe nikionewa, kama imesema nimtetee anayeonewa, je, mimi nikionewa nisijitetee? Eti mimi nikionewa nisijitetee? Kwa hiyo umeme kukatika, sema usiongee, mwachie Mungu. Jamani, umeme unavyokatika nashinda kufanya kazi. Alafu let's say na stationary au unafanya kazi nafanya yani ofisi yangu nategemea au ni na fresh food. Ile fresh food nalipia TRA. TRA ikifika miezi mitatu kodi yao wanaitaka. Sasa ndani ya miezi mitatu umeme umekatika sana, samaki wameoza, nimepata hasara. Nikila TRA nikasema umeme ulikatika, sikupata kazi, sikupata hela, nilipata tu hasara. Ndio maana sijaleta hela yenu hapa. Hawatanielewa, watanifungia moja kwa moja. Hawataweza kunipunguzia chochote kwamba kazi umeme ulikatika mfululizo, basi samaki wakaoza kwenye freezer tukusamea, au sausage zikaoza au vitu vikaharibika kwa sababu ya kutokuwepo na umeme, basi tukusamee, kodi upunguze. Hapana, kodi inakuwa pale pale. Kwa hiyo nikisema kazi zinasimama kwa umeme kukatika, nilikuwa namaanisha hilo. Na wewe unayesema kama nisiongee, ni mwachie Roho Mtakatifu atapigana mwenyewe. Roho Mtakatifu simuoni mimi umeme unapokatika. Nashindwa kula chakula, mwili unajengwa kwa chakula, mwili haujengwi. Wasemaga mwili haujengwi kwa matofali. Mwili haujengwi kwa mawe. Lazima nile. Sasa nitamwombaje Mungu, nitafanyaje ibada wakati sijala? Kwa sababu kazi sijapata chochote, nimepata tu hasara. Kwa hiyo naongea kama mtu wa Mungu ambaye nina wajibu wa kumtetea anayeonewa, pia kujitetea mimi kama Biblia imesema nimtetea anayeonewa. Mimi je, nikionewa nisijitetee? Lakini pia ninaongea kama Mtanzania ambaye kazi zinaposimama na mimi hasara zinakuwa kubwa. Na nikienda TRA kulipia kodi, nikienda kulipia TRA au kama ni service levy naenda kulipia pengine leseni, siwezi kujitetea kwamba jamani umeme ulikatika, sikufanya kazi vizuri, nipata tu hasara. Siwezi kueleweka. Unaonekana kama ni kituko, yani zaidi yani acha kabisa. Na kitu kingine nikasema hivi, hapa tulipo anaweza kutusaidia ni Mungu tu. Mwenyezi Mungu tusaidie, kwa sababu tunalia, vilio vyetu vinakuwa sauti ziko juu, lakini hakuna anayetusikiliza. Kwani ni uongo? Vilio vyetu vinasikilizwa? Si ndio? Kama hivi tunaolia kina Mbarikiwa wanaolia, ndio mnawapa kesi na kwa hukumu za kikatili namna hiyo.
Nilikuwa namaanisha hivyo kwamba tunalia lakini hakuna anayetusikiliza, aliyebaki ni Mungu tu, kwa sababu viongozi tuliochagua, na kwa mujibu wa katiba nikasema viongozi ni wawakilishi wa wananchi. Sasa tuone wakitutetea, tuone wakitusaidia katika kero zetu na katika matatizo yetu tunayokuwa nayo. Tukisema umeme unakatika, tunaambiwa ni wachochezi, tunachochea, tunawafanya wananchi wachukie serikali yao. Na kati kumbe maandiko yanasema kwenye Mithali 27:17 kwamba chumba unaochuma ndivyo mtu anaovyo uso wa rafiki yake. Mtu anayekupenda kwenda kwa tongotongo hapa atakwambia rafiki, ondoa matongotongo, safisha midomo humu. Sio ataanza kujikanyaga. Yaani una kabasi zimetoka hapa, au pengine umeamka asubuhi umepiga mswaki hujanawa vizuri, yamebaki mauchafu au matongotongo umenao hajatoka vizuri, au makamasi yamekaukia hapo, unauma mafua, rafiki yako anashatu kufanya wewe huelewa anachokifanya. Rafiki anayekupata kwambia ndugu yangu kuna matongotongo hapa, fanya hivi, safisha, anakusafisha kabisa na kuonyesha kioo kwamba hapa sawa. Sasa rafiki ambaye anakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa, hiyo sio rafiki. Mimi nilijua kwamba kwa namna hii tutapewa sana kwenye nchi hii, au kama watu kinambarikiwa watapewa nafasi kubwa sana. Nilijua hivyo. Kwa hiyo niliposema kwamba wananchi tunalia vilio vyetu na maumivu ni makali lakini hakuna anayetusikiliza, nilisema nilikuwa namaanisha hivyo. Kwamba tukilia jamani tunaonewa, tunaumizwa hapa, tunapewa na kesi, tunafunguliwa kesi, tunawekwa vizuizini, sio vivimba vyenye baridi kali. Na kinambarikiwa ndo kama hivyo wanafungwa. Au amepiga kelele kama mtoto wake ameuawa, amepiga kelele kama mtoto ameuawa, hajasikilizwa. Hakuna kiongozi amejitokeza wazi kulizungumzia swala la mtoto wake kuuawa. Amepewa kesi kama amesambaza taarifa za uongo, amenyang'anywa na simu. Kwamba jamani tulipo hapa kutusikiliza na kusaidia ni Mungu tu, kwa sababu viongozi wetu wametusahau. Nilikuwa namaanisha hivi. Sasa je, katika hayo uchochezi wangu ulikuwa wapi? Na mpaka mara sio Mtanzania tu, kama aje sio Mtanzania, bili sio kutoka mahakamani, sio sawa tu, sawa. Lakini mimi ni yangu ilikuwa hiyo. Na kitu kingine kichwa niumiza ni hiki, kwamba mwanzo niliambiwa ni mchochezi, sijajua nilikuwa nachochea nini, sijajua katika maelezo mafupi ambayo nimeyatoa, sijajua nilikuwa nachochea nini. Niliambiwa ni mchochezi, lakini baadaye nikaambiwa nimesambaza taarifa za uongo kwa njia ya mtandao. Sasa jamani, naomba kujua taarifa gani ya uongo katika hizo nilizozisema, na kama ni ya uongo vile vyombo vilivyoitangaza na kuvipush, vile vyombo ambavyo vimeipush kwa nguvu sana, mmevichukulia hatua gani? Hiyo yani ikoje hapo? Kama taarifa ni ya uongo mmefanya au baada ya taarifa hizo kuwa wazi, nini kimeendelea? Au basi kwa sababu nilikuwa nimezungumzia mambo mengi, kama kwamba nimesambaza taarifa za uongo kwa njia ya mtandao nikisema kwamba kijana mdogo ameng'olewa na maskari huko Ngorongoro, na nikasema ni kwa sababu wanatuona nyani tu, basi taarifa zingine zifanywe kazi kama ni za kweli. Tunafukuzwa, lakini kuna mahoteli yanajengwa. Hii ndiyo Tanzania yetu inayojali watu wake. Je, kweli ni mama wa huruma au ikoje? Unahurumia watu wengine ili kuleta miradi itakayowanufaisha watu wachache na kuwaumiza watu wachache. Najua hiki kitu ndicho ambacho kilimfanya Sifa akafika hapo alipofika, kwa sababu ya kukosoa na kusimama huko. Na najua mpaka leo bado mnawinda usiku na mchana, kwa sababu kama mliweza kuwaumiza watoto wadogo kiwango hiki, ndio wana hamuoni shida kabisa kuhusu Oktoba 29. Hamuoni shida, hamuoni tabu, hamuoni huruma. Hata tujaribu kuongea vipi, kwa sababu tayari kuna miradi inawanufaisha. Ndio maana mnajiachia, mnaweza mkafanya ovu lolote mtakalo. Naumia sana, sio kidogo. Mpaka leo naumia mno. Mimi kwa majina naitwa Isaya Oleposelaiza, ni mwananchi kutoka kijiji cha Nasiporio, tarafa ya Ngorongoro, kata ya Endule. Niko hapa mbele yenu katika kuzungumza. Tumekuja kwa ajili ya kuzungumzia jambo linaloendelea ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Kama mnavyofahamu kwamba
ndani ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro kulikuwa na maandamano kubwa juu ya malalamiko ya wananchi kufutiwa vijiji, kata na vitongoji vilivyopo ndani ya tarafa ya Ngorongoro mwaka 2024 mwezi wa 8. Lakini baada ya hapo kulikuja kuundwa tume mwaka 2025 mwezi wa 2, tume mbili zilizoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan iliyokuwa inakuja kutathmini na kuangalia mgogoro uliopo ndani ya tarafa ya Ngorongoro. Sasa leo tumekuja mbele yenu kwa sababu tunaona kwamba kwanza tume imechelewa kwa sababu walipewa miezi mitatu ambayo ni siku 90, lakini vile pia vinavyoendelea ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro inaonyesha dhahiri kwamba kinachopangwa ni kitu kibaya dhidi ya wananchi wa Ngorongoro. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi unyanyasaji unaendelea kuongezeka kwa kasi kubwa sana. Wananchi wanaendelea kupitia, kama wakati wa kiangazi wananchi walikuwa wanafukuzwa na kuzuiliwa kuingia kwenye sehemu ya malisho yao ya jadi ambayo wanazuiliwa kwa sababu za hoteli za kitalii. Lakini manyumba wanabomolewa watu na wanabomoa nyumba watu wakiwa ndani. Na katika mazingira hii ni kwamba wananchi wanapitia changamoto kwa sababu kuvunjiwa manyumba, lakini mahoteli yanaendelea kujengwa ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Yani mwananchi anabomolewa nyumba ndogo aliojenga ambayo ni ya kawaida kabisa, lakini hoteli ya 5-star hotel inajengwa ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Ushahidi uko pale, wanasayansi wamefanya utafiti wao miaka kadhaa na mambo yote yako pale. Ngorongoro ni urithi wa dunia, sio tu wa Tanzania, lakini ni urithi wa dunia na uko kwenye vitabu vya dunia chini ya shirika la UNESCO. Kwa ni lazima sisi ambao tumeshushiwa Ngorongoro na Mwenyezi Mungu tulinde urithi huu wa dunia. Sifa mwanangu, sifa kweli, nimeguswa penyewe. Sifa mwanangu, sifa kweli, mashetani hawa wamewaza, walipogusa ni penyewe, walichogusa ni chenyewe. Ujumbe walionitumia umefika mwanangu, kupitia kukuumiza wewe. Sikukufundisha kuzini binti yangu, sikukufundisha kuua binti yangu, nilikufundisha upinge mabaya. Na kweli kazi umeifanya kwa nguvu zako zote. Umetumia muda wako mwanangu kukimbia huku na kule, ili uwe baraka kwa watu wengi, ili uguse mioyo ya watu wengi. Na ni kweli mwanangu, umegusa maelfu ya watu. Watu wanakulilia, na ni kweli imeumiza wengi. Lakini mwanangu, baba yako sijuti, pamoja na maumivu haya mwanangu sijuti. Maumivu yako yaligusa hisia zangu. Pamoja na hayo, walionitumia ujumbe huu, nawaambia iliandikwa mateso makubwa kuliko haya. Baba zetu wako waliochunwa ngozi, baba zetu wako waliowekwa kwenye mafuta, waliwekwa kwenye lami, wakachemshwa pamoja na lami. Lakini hata hivyo hawakubadili msimamo, lakini hata hivyo hawakubadili nia za mioyo yao. Bagonza alisema Yesu alikufa ili aondoe hofu ya kifo, ili pale watu walipotishiwa kufa
waone mbona Yesu alikufa ili asibadili nia ya kupinga ubaya. Mwanangu, cha moto umekiona kweli, kwenye tanuru umepitishwa, lakini nasikitika mwanangu kukujulisha na kujulisha umma ya kwamba bado mateso hayo hayajabadili nia yangu mwanangu. Ini kwa sababu shamasishi kuua, shamasishi kuiba, shamasishi kuzini, bali namasisha watu kutenda mema na kupinga ubaya. Ni kwa hilo mwanangu, ni kwa hilo binti yangu Sifa, ni kwa hilo mwanangu haupo. Najua umekutana na rafiki yako, wokovu mwanangu wa pekee. Hongereni kwa kumaliza mwendo salama. Hamjashuhudiwa ubaya duniani. Hongereni wanangu, Sifa na wokovu. Hongereni wanangu, hongereni, hongereni Sifa na wokovu. Hongereni wanangu, hamjaondoka kwa sababu ya uzinzi wanangu, hamjaondoka kwa sababu ya wizi wanangu, meondoka kwa sababu ya imani ya baba yenu, meondoka kwa sababu ya uelekevu wa baba yenu, meondoka kwa sababu ya haki ya baba yenu. Hongereni wanangu, ingawa kweli ni mapema mno, lakini bado hongera. Hongereni wanangu, hongereni wanangu, hongereni, hongereni Sifa na wokovu, hongereni, hongereni wanangu. Ni kweli mulihitajika mno, ni kweli mulikuwa faida mno, lakini baba yenu, ninatumiwa ujumbe ili nibadili nia yangu, inibadili moyo wangu, na taarifa za hapa na pale ninaletewa kwamba mbarikiwa, kana tu imani yako hiyo, kane tuyo Mungu wako, achana tu na mambo ya haki hayo. Lakini wanangu, siwezi kuikana imani ya Kristo Yesu. Zaidi ya yote nimeshapoteza vile ambavyo sikutarajia kuvipoteza. Nitabaki mwaminifu